Katika kila jambo la Uislamu linalowekwa huwa linawekwa kisha likawekwa na sababu zake. Kwa mfano sisi tunaambiwa tutawadhe, ndio, lakini pale tunapokuwa mtu ni mgonjwa, mtu asikie baridi, mtu yuko sehemu aishi zenye barafu, huyu atakiwa akashike tu maji. Kuna taratibu na namna yake. Hizi utazipataje? Kwenye fikhi. Sasa tukirudi kwenye neno letu, ni kwamba ni kweli kwamba sisi Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala, wanaume ametupa nafasi ya kuongeza mke wa pili, wa tatu, wa nne. Na hili haswa ndilo linalotakiwa. Yaani kule kuoa mke mmoja ni baada ya kuwa wewe huwezi. Haswa tunavyotakiwa ni tuanze na zaidi ya mmoja. Tuwe na zaidi ya mmoja kwa sababu wanaume mnasikia jamani kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe amewaumba wanawake duniani kuwa wengi. Na haya ukitaka kuyafahamu hata usitizame wanadamu. Wewe nenda kwa wanyama tu. Ndio. Utaona fahali moja la ng'ombe liko katika zizi kuna wanawake karibuni 20. Kweli. Jogoo mmoja katika nyumba kuna makoo karibuni 10. Ukienda yani katika kila sekta ya viumbe utaona kwamba mwanamume akiwa mmoja ameongozana na wanawake wengi. Kwa hivyo ni katika maumbile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaumba akamtengeneza mwanamume kwamba nafasi yake ni hiyo. Lakini sisi binadamu tuko tofauti na wanyama. Walaqad karramna bani Adam. Wanadamu Allah subhanahu wa ta'ala amewapa utukufu akawatofautisha na viumbe wengine. Sasa je, huyu mwanamume anayetaka kuoa zaidi ya mke mmoja ni mwanamume wa aina gani? Tunatakiwa tuoe zaidi ya mke mmoja, kwa sababu kule kuwa wewe wabaki na mke mmoja ni kule kwamba wewe umejitilia mashaka. Allah aliposema fa in khiftum alla ta'dil fawahid. Ukiwa unajitilia mashaka kwamba wewe huwezi baki na mmoja. Ikiwa unajitilia mashaka ukiwa yani wewe una wasiwasi, una mashaka, hujiamini kwamba mimi sitoweza kufanya uadilifu, hapa Allah subhanahu wa ta'ala akasema baki na mmoja. Kwa hivyo utaona kwamba kilichoanziwa na kilicho ni ile kwamba tuoe wake wawili ama watatu ama wanne. Lakini huku mwisho tumewekewa sharti. Huku kuoa zaidi ya mke mmoja kwa mujibu wa utangulizi wa aya ya Qur'ani, Allah subhanahu wa ta'ala ameweka sharti. Na sharti lenyewe Allah aliliweka hapa ni la uadilifu. Yaani mwanamume ni sharti awe mwadilifu, ndio huyu anaweza kuruhusiwa kuwa na zaidi ya mke mmoja. Sharti ni uadilifu. Kwa mujibu wa aya ambayo ipo katika surati An-Nisa hii ambayo nimeizungumza, Allah subhanahu wa ta'ala ameweka sharti hapa. Kwamba fa in khiftum alla ta'dil, mpaka uweze kuwa mwadilifu. Hii sifa kwa mwanamume ambaye hajaingia kwenye ndoa ama ambaye ameshaingia analiwaza swala la kuongeza mke wa pili ama watatu ama wanne, sifa ya uadilifu, mwanamume atajijuaje kwa mimi nina sifa ya uadilifu wakati sijaingia kwenye ndoa hiyo? Kwa sababu sina cha kipimo hapa bana, acha nijaribu niingie nione na uadilifu ama sina. Nitajuaje kwa mimi nina sifa ya uadilifu? Kwanza uadilifu ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila Muislamu. Kwanza kabisa ili atakatujue Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha tuwe waadilifu. Kwa hiyo muumini yoyote anatakiwa awe mwadilifu katika kila sekta ya maisha yake. Una watoto, lazima uwe mwadilifu juu ya watoto wako. Una wazazi, lazima uwe mwadilifu juu ya wazazi wako. Una ndugu, lazima uwe na uadilifu juu ya wazazi wako. Una wafanyakazi, lazima uwe mwadilifu juu ya wafanyakazi wako. Una majirani na kila sekta. Kwa hiyo amri ya uadilifu hili si jambo la khiari. Sasa unapokuwa na mke, wataka kuongeza mke, lazima uwe mwadilifu. Sasa uje kwamba mtajijuaje kwamba mimi naweza kuwa mwadilifu? Hizi sifa za uadilifu ni zipi? Wanawachuoni wakatufafanulia katika hili jambo. Kwa kuwa tuna muda mfupi sana, nitaizungumza lugha moja nyepesi sana ambayo nilifundishwa na marehemu shekhe wangu mmoja. Aliniambia hivi, nilimuuliza siku moja, hebu shekhe niambie mtu ili ajijue au aweze kuwa yeye mwadilifu, hii mtu kwamba mimi nataka kuwa na mke zaidi ya mmoja, yawaje, mimi sifa zangu nzipi? Akanambia, mwanangu, mimi nitakwambia maneno mawili tu, yashike haya yatakutosha kufafanua kila kitu. Asema mtu ambaye anatakiwa aongeze mke lazima awe na utu kisha awe na kitu. Awe na utu kisha awe na kitu.
Kwa maana ya Hapo sasa, kwamba ndio. tukianza kuzungumzia utu ni nini, maanake hili ni neno la ndani. Ndio. Yaani lazima we ujijue kwamba mi nina mke mmoja, huyu mke wangu mmoja naweza kumtosheleza kitandani. Hii ndio maana yake. Ndio. Isiwe kwamba wewe wataka kuongeza mke mwingine, huyu mwenyewe wakaa mwezi mzima mwalala mzungu wa 4. Ndio. Sasa watafuta mwingine wa nini? Huyu humwezi. Sawa sawa. Kwa hiyo hii ndio sifa ya utu, kwamba ujipime mwenyewe kwamba naweza. Kwa sababu challenge iliyopo katika mtu kuwa na zaidi ya mke mmoja, yani wewe ujijue kwamba mapumziko yako madogo. Okay. Kwa sababu leo mimi naweza rudi nyumbani na mke wangu mmoja tu mimi. Nikifika pale nyumbani nikamwambia mke wangu, nimechoka leo nilikotoka huko. Mume wangu, lala, ngoja mimi nikakuwekea maji ya moto, nikukande, nikuwekea mafuta, nikufanyie mazi. Najua mume wake umechoka. Lakini utakapokuwa na mke zaidi ya mmoja, ukileta lugha hiyo pale nyumbani, neno la kwanza utakaloambiwa, wachoka ukiwa kwangu kule uchoke. Hapa hakuna kuchoka. Sasa jipime. Waweza baba. Utu nao. Utu. Hiyo ndio lugha ya utu. Yaani huyu mwalimu wangu alitumia lugha ya mafumbo. Ndio. Nimejaribu mimi kuiweka wazi, lakini kabisa. Uwe na utu. Ukijiona kwamba mimi naweza, basi ingia. Huwezi acha. Sawa. Kwa sababu utakwenda kuleta matatizo. Ima kote, ima kuna upande utakuja kuletea matatizo. Sawa. Sifa ya kuwa na kitu maanake ni nafasi ya kuangalia hao wanawake. Wewe una mke wako mmoja, mpaka atoke ende akahangaike auze vitumbua na bajia ndio pale nyumbani watu wale, wewe wataka kuongeza mke wa pili kwa ajili ya nini? Jitizame kwamba je, mimi naweza kumhudumia huyu? Nimemweka kwenye nyumba mahali pazuri, anakula vizuri, anavaa vizuri, anachokitaka kutoka kwangu anakipata, kisha ndio mimi nitafute mwingine wa kuongeza. Huyu mimi simuwezi, mahitaji yake siwezi kuyatimiza, mimi natafutaje mke mwingine? Kabisa. Hizo ndio sifa ambazo wanawachuoni wameziweka, kwamba mtu awe na utu na awe na kitu. Kwa sababu kule kwamba wewe una zaidi ya mke mmoja, unaingia katika mtihani, tena mtihani mkubwa. Mtume sallallahu alaihi wa sallam katika hadithi yake maarufu sana amesema, man kanat lahu mraatani, yoyote atakayekuwa na mke wake wawili. Na hii imechukuliwa kutokana na mwanzo wa mazungumzo ni wake wawili, lakini waweza kuwa watatu, waweza kuwa wanne, wote wanaingia katika hadithi hii. Mtume anasema, famala ila hidahuma, akalemea kwa mmoja wao. Ushaoa wake wawili, kisha katika kule kukosa kwako utu, huyu we huwezi kumwambia. Kuna watu waoa, akishaoa akawa kule kama mwizi. Yani kule alikooa kamchukua mtoto wa watu, kamuweka, enda akiibaiba, aingia, yani kama mtu ambaye afanya uzinifu wa kisasa. Huku ndio anakokwenda akawa. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam kishalionya hili, kwamba akasema kwamba ikiwa mtu atakuwa na mke zaidi ya mmoja, kisha mtu huyu famala ila hidauma, akalemea kwa mmoja wapo, ikawa huyu ndio ambaye amelemea kimapenzi, amelemea kimatumizi, amelemea kila jambo, jaa yaumul qiyama, mtu huyu atakuja, yani atafufuliwa siku ya Kiyama, washika maila, yani mtu atakuwa atatembea hivi ubega moja uko chini. Yani huyu anaonekana, watu wakimwona yule, mbona yule jamaa tembea, huyu bwana alikuwa na zaidi ya mke mmoja, akawa amelemea katika mke mmoja. Sasa lazima ujipime kwamba wayaweza. Usitutishie sana shekhi. Siwatishii, nawaambia kweli. Na alafu nataka nitoe faida hapa. Ndio.